Leo Tanzania haitulii. Mahakamani inatajwa, haki inaulizwa, na jina moja linatajwa kila mahali, na ni jina la Tundu Lissu. Kutoka kwa rais wa mawakili wa Tanganyika hadi kwa wananchi wenye hasira mitandaoni hadi kwa maoni ya mwisho wa Tundu Lissu mwenyewe kabla ya kutiwa mbaroni. Je, Tanzania inakwenda wapi? Na kwa nini Watanzania wengi wanasema mwachieni Tundu Lissu? Hii si stori ya siasa tu, ni stori ya haki, hofu na mustakabali wa taifa. Kwa siku kadhaa sasa, mitandao ya kijamii Tanzania imejaa mjadala mzito kuhusu Tundu Lissu. Wapo wanaomuona kama shujaa wa demokrasia na wapo wanaosema sheria lazima ichukue mkondo wake. Lakini kile kilichoibua mjadala mkubwa zaidi si kukamatwa kwake pekee, bali ni kauli zinazotoka kwa watu tofauti ndani ya taifa la Tanzania lenyewe. Hapa tunaanza na sauti nzito ya kisheria. Boniface Mwabukusi, rais wa Tanganyika Law Society, chombo kikubwa cha wanasheria nchini Tanzania. Bwana Mwabukusi ameomba jaji mkuu wa Tanzania kuingilia kati kesi zenye msukumo wa kisiasa. Akitumia kesi ya Tundu Lissu kama mfano, amesema mahakama inapaswa kuwa ngao ya haki, si mhanga wa shinikizo la kisiasa. Hii kauli ina uzito mkubwa sana. Kwa mara nyingi viongozi wa vyama au wanaharakati ndio ulalamika, lakini safari hii ni rais wa chama cha wanasheria. Swali ni moja, kama hata wanasheria wanaita msaada, hali ikoje kwa wananchi wa kawaida? Lakini kuna maeneo ambayo yana changamoto. Kesi zenye misukumo ya kisiasa ni eneo ambalo kama mimi mtu angesema leo tena nikakutana na jaji mkuu kwa mwaka huu, nikwambia mheshimiwa jaji mkuu, hapo unatakiwa ufanyie kazi. Nitoe mfano, kwa mfano kesi kama ya Tundu Lissu. Kesi imeshaanza, inaendelea siku 30. Tundu Lissu ni mgonjwa, mtu anayetumia dawa. Tundu Lissu ni manusura. Yaani ukimuona Tundu Lissu ni neema ya Mungu. Yaani ukisikia mtu yule anasema, ukisikia ile kitu kinachoitwa neema na rehema. Risasi 16 zimepita kwenye ule mtu, ana risasi mwilini. Yule mtu kwa makosa yake ambayo wote tunayajua, yakitaamini mwanasheria, ndio maana hata la kwanza nilikataa kuzungumza. Lakini ile la Lissu nazungumza kwa sababu liko mahakamani kwa nia mbaya. Hii kesi, kwenye kesi ya Tundu Lissu hakuna uhaini. Nilikuwa naomba jaji mkuu kwenye maeneo kama yale asiruhusu mahakama yake itumike kama kokoro. Jaji mkuu anapaswa kufanya nini kwenye? Fukuza, yani awaambie makesi asije. Fukuza wakakae naye huyo muhaini ofisini kwao. Yani majaji wawe wakali, yani usientertain kesi kama zile, kwa sababu jaji, msajili, nani una uwezo wa kupitia na kuona. Hii kesi ya Tundu Lissu, yani kwa pale ilipofika mpaka leo, yule mtu mgonjwa yule toka mwezi wa 3 yuko ndani. Kweli watu wanaenda likizo. Utawala wa sheria unataka shauri hata kama haliko sawa ifike mwisho. Kaka, utawala wa sheria, Tundu Lissu hajakamatwa kisheria. Amekamatwa kinyume cha sheria, ameshtakiwa kinyume cha sheria, na mashtaka yake yako kinyume cha sheria, ni haramu. Hakuna, lazima tujifunze kukataa. Yaani tusiseme kwamba eti hili liko mahakamani tutazoesha watu na kukamata tu hapa. Nasema umepindua nchi na kukamata hapa na kupeleka kule, tunaambia msijadili, liko mahakamani. Tanda la Tundu Lissu wote tupigie kelele. Na ninasema categorical, and I'm ready to take this cost. Tundu Lissu ameonewa, kuendelea kushikiliwa ni uendelezo wa manyanyaso, na ndio maeneo ambayo ninamuomba jaji mkuu kwa nafasi yake awaambie majaji na mahakimu, kesi za namna hii zisipokelewe. Kama we DPP unaamini kesi ya ovyo namna ile na kuipeleka mahakamani, baki nayo ofisini kwako. Lakini tusiruhusu mahakama zitumike na maabusu na magereza zitumike kwa ajili ya wahalifu. Tusikubali hata dakika moja kukamata mtu mwema na kumweka nyuma ya uhuru wake kama binadamu. Kwa hiyo swala la Tundu Lissu, kesi za namna hii ni moja eneo ambalo ningemwambia na kumuomba jaji mkuu liwekewe utaratibu maalum. Lakini huu mjadala hauishi kwenye ofisi za sheria tu, bali unaishi mitaani, unaishi mitandaoni, na una sauti ya hasira pia. Huyu hapa ni Rachel Nangwa, mwanadada Mtanzania, akizungumza kwa hasira kali dhidi ya mfumo wa mahakama ya Tanzania. Hii ni sauti ya hisia, sauti ya mwananchi anayehisi haki inachezewa. Anaonya, anaomba na pia anatisha kwa maneno. Na hapa ndipo mambo huwa magumu. Pale mwananchi anapoanza kukosa imani na taasisi, taifa linaingia kwenye hatari gani? Mumwachie Tundu Lissu. Nyie mahakama mnapewa maelekezo kila siku. Ina maana mjasoma? Yatakuja yawatokee puani. Nyie mahakimu yatakuja watokee puani. Mwe mnaacha kuburuzwa, simameni kwenye haki. Simamieni kwenye misingi yenu. Yes, imesomea hakimu. Kwa nini mtu baje somea hakimu kama huyo?
huyo nani Abdul, wakina Mafela, kina Samia amesomea wakimu au Kikwete? Kwa nini akuambia mle mafi mnakula? Muachieni Mheshimiwa Tundu Lissu, mumuachie aje aungane na familia yake, aje aungane na wananchi tunaompenda na wanaompenda. Vitu mnavyofanya vitawarudia. Ninawaambia tena, mtakuja mlie na kusaga meno, imeshakuwa too late. Kabla ya kukamatwa kwake, Tundu Lissu alisimama mbele ya wanachama wenzake na kutoa hotuba ambayo sasa inaonekana kama unabii. Tundu Lissu anasema yuko tayari kupitia njia ya Nelson Mandela, jela, mateso au lolote kwa ajili ya kile anachoamini. Maneno haya sasa yana uzito mara 10 zaidi, kwa sababu hakuwa anazungumza kwa kudhamiria, bali alikuwa anaelekea huko. Na hii inagawanya Tanzania katika makundi mawili, wanaosema huyu ni shujaa na wanaosema sheria lazima ifuate mkondo wake. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko, ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile tutaumia. Ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Hili swala la Tundu Lissu pekee ni swala la mahakama, demokrasia, uhuru wa kisiasa na imani ya wananchi kwa mfumo. Je, wewe kama Mtanzania au Mkenya anayeangalia hii video, unaona haki inatendeka? Mahakama iko huru kweli au Tanzania iko kwenye hatari ya kisiasa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.